kutoa ni baraka. Sema kutoa ni baraka. Matendo ya Mitume 20:35. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwenye ufalme huu tulionao, ndugu zangu, ni kwamba huu ufalme unatembea kwenye kanuni hii kwamba mtu anapotoa anasemwa ni heri. Neno heri ni kwamba amebarikiwa anayetoa kuliko anayepokea. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Ukitaka kuharibikiwa kwenye mambo ya ufalme, acha kutoa na subiri kupokea. Ukitaka maisha yako yawe stuck, ya gande, yani ifike mahali vitu haviendi, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho, nisikilize, kwenye ulimwengu wa roho, bila kujali ni wa giza au ni wa nuru, kinacho activate the spirits, yani kinachoamsha utendaji wa rohoni, mmojawapo ni utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata ukienda kwenye ulimwengu wa giza, wacha hawa matapeli wanaozunguka mjini hapa, wale ambao wamekubuhu kwenye ulimwengu wa giza ili wafanye vitu vikubwa vya kigiza, walete matokeo makubwa, moja ya eneo ambalo wanatakiwa watoe ni kwenye wanatakiwa watoe sadaka nzito zinazogusa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Walioko huko wanajua kwamba ukienda kwa mganga wa kienyeji, kuna aina ya sadaka haiwezi kukuletea gorofa mjini. Si mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa vivyo hivyo katika ulimwengu wa nuru, pamoja na kwamba Yesu Kristo alitoa sadaka, lakini unatakiwa uelewe kwamba siku zote, hata sasa, sadaka inagusa mioyo yetu, na sadaka inathibitisha mioyo yetu kwenye kile tunachokiamini. Siku zote unaweza kusema unamwamini Mungu, unaweza kusema unampenda Mungu, lakini ukweli ni kwamba moja ya eneo ambalo tutathibitisha kwamba unampenda Mungu ni pale ambapo unaweza ukatoa kiasi gani.